Basi wapendwa habari, kuna video ambazo nimewahi kuzungumzia habari za kutumia mchele. Wengine wanaita mpunga, wengine wanaita ubwabwa, wengine wanaita vitu kama hizo, lakini unajulikana kwa kizungu kama rice, white rice. Unaona hii ni mchele na kuambia kwamba inaweza kutumika sana kwa kutusaidia kwa mambo mengi, ila kwamba nataka kuwakumbusha, kuna video ambazo nimewahi kutoa kwamba ukioga maji ya mchele, oge maji ya mchele kwa siku kwa wiki 9, mazima mambo yako ya maisha yatabadilika. Unajua lengo kubwa lenye tunalenga kwa kubadilisha maisha, number 1 uwe na afya nzuri. Alafu jambo la pili, uwe na uwezo wa kujimudu kifedha, kwa sababu mahitaji ni mengi. Hata kama una sosi moja unapata 2, 3, hakuna mtu tajiri katika dunia hii ambaye anategemea sehemu moja tu ndio inaleta hela. Mungu atakusaidia kupitia kwa hizi video zangu. Unaweza ukafungua malango mengi sana ya bahati nzuri ya kifedha ikaja kwako. Pia unaweza ukafanikisha kazi ambayo unaifanya ya mikono ikatumiwa na miujiza mikubwa ya Mungu kuleta mabadiliko makubwa katika masuala ya maisha yako. Sasa mtu wa Mungu, utafanyaje? Acha nifundishe hili hasa kwa wale ambao wamezaliwa. Hii ni kwa wote tu, lakini natumia mfano wa wale ambao wamezaliwa siku ya Alhamisi. Yaani kama wewe ni Jumatatu, kama wewe ni Jumanne ni sawa, lakini natumia mfano wa watu waliozaliwa siku ya Alhamisi. Alhamisi ni siku nzuri. Alhamisi si siku mbaya. Haina mabaya imebeba. Watu ndio wanaitumia kuifanya mambo mabaya ndani. Lakini siku ya Alhamisi yenyewe kwa kuumbwa na anga yake ni nzuri. Ni siku ambayo inanena mema, ni siku ambayo imejaa majani mabichi, imejaa malisho, imejaa maji ya utulivu, imejaa ufanisi na maendeleo ya maisha. Basi Mungu akikujalia kwamba umekanyaga dunia hii katika siku hiyo, manake siku zilianza kuhesabiwa kabla mwanadamu hajaingia duniani. Basi Mungu akujalie ununue mishumaa miwili, mmoja wa green na wa pili wa white. Green na white. Green inafanana na hii picha unaiona pale, kama hii yenye inatokea kwa bendera ya Nigeria hiyo ndio green. Alafu ununue ile white. Sasa mshumaa wa green utakuwa unasimamia kala ya hiyo siku ya Alhamisi, maana rangi ya siku ya Alhamisi ni green. Ni siku ya utele, siku ya uzima, siku ya utele, siku ya mavuno, siku ya maendeleo ya maisha, siku ya ufanisi wa kifedha, siku nzuri ambayo mtu hafai kukuletea mabaya. Mungu akujalie kwamba lolote ambalo utalifanya siku ya Alhamisi lifanikiwe. Natumia tu mfano, nimesema siku zote ni nzuri na tutazungumzia hata hizo siku zingine, lakini natumia mfano wa siku ya Alhamisi. Kama ulizaliwa hiyo siku na unataka kufanya hii huduma, nasema tafuta mishumaa miwili, mweupe na ule wa green. Hasa mweupe unasimamia haki, utakatifu na usafi wa moyo. Maana heri wenye moyo safi, hao watamuona Mungu. Utamuona Mungu katika maisha. Usikubali upuzi kukaa hemani mwako, kijicho, wivu, majivuno, majigambo, uchafu na mambo mengi ya matusi. Usikubali. Wewe tulia katika moyo tu, umwamini Mungu
ujue kwamba Mungu atakusaidia katika jambo hili. Ukishaweka mishumaa miwili pale, tafuta mchele mweupe huu, alafu umwage kwa sufuria au beseni, umwage maji ndani, alafu uoshe kama mwenye unataka kupika, ukiondoa. Sasa yale maji yenye yanabaki weka kwa beseni hapo, alafu uweke mshumaa moja upande huu na mshumaa mwingine upande huu wa pili, alafu uakishe mishumaa. Namna ya kuakisha hii mishumaa, utaiakisha ule mweupe kwanza na kiberiti, alafu mweupe uakishe ule mwingine. Usiakishe kiberiti hapa na hapa, akisha huu mmoja hapa, alafu ule mwingine uakishe kwa kiberiti, na hiyo ingine iakishe hiyo ingine. Kiberiti iakishe mshumaa moja, na uanze na ile nyeupe peke yake, alafu nyeupe itaakisha hii ya green. Zikishawaka, uanze maombi ya ufanisi, ya kumaliza projekti zako, kukufanikisha katika siasa, kuwezesha watu wakusikize, wale ambao mnapigania viti, ma MCA, maseneta, magavana, ma MP na wale wanataka viti vikubwa vya taifa. Mungu awasaidie. Unaomba maombi kama haya, unatumia hii siku ile umezaliwa. Wale ambao mnataka huduma, mnaomba mambo ya huduma ifanikiwe. Kama wewe ni kiongozi wa kanisa, basi Mungu afanikishe huduma yako ya kanisa. Watu wabarikiwe kwa maneno ambao unayafundisha, na iwaletee faida, wafanikiwe duniani na wawe na amani na Mungu pia, na waishi maisha ya utulivu ya amani. Basi Bwana akusaidia watoto wako wasikufanye uondoke mapema. Abariki kazi ya mikono yako, afanikishe biashara yako, akupa afya nzuri. Omba lolote ambalo unaona ni la kufanikisha jambo jema. Hii maombi, hii kipindi wakati unaomba, usipigane na mashetani. Sasa sana nyinyi walokole ndio mna hizo tabia. Mtu akiwaelekeza katika kuomba, mnaanza vita na mapepo na mashetani, na mmepigana mashetani miaka yote, lakini maisha yenu iko vile vile. Geuza nia yako na ujue kusali kuko tofauti na kupigana vita na mashetani. Hapa usipigane mashetani. Hapa sali mbele ya Baba yako aliye sirini. Utafute nafasi ya utulivu siku hiyo katika nyumba yako mahali. Na hii maombi ni mazuri sana kuyaomba masaa ya mchana, kuanzia saa 6 kuelekea saa 9. Masaa ya dhabihu. Saa 9 ni masaa ya dhabihu. Sasa hiyo ndio masaa mazuri sana ya kufanya maombi haya. Uzungumze moyo wako, watoto wako, vile unataka wafanikiwe, wewe mwenyewe afya yako, kazi ambayo unaifanya ifanikiwe. Zungumza maneno yote, maono ya moyo wako, na hakikisha maombi yako yawe yanalingana na matamanio ya moyo wa Mungu. Na kuelewa matamanio ya Mungu ni lazima uwe unaelewa neno la Mungu ndani yako. Hivyo ni makosa sana kufanya maombi bila kujua neno la Mungu linasemaje kuhusu yale mambo ambayo unaomba. Kwa sababu lazima ujue yale mambo ambayo unaomba, na si kupiga kelele. Jamani, tuepuke mambo ya kupiga makelele. Tuzungumuze tu na Baba yetu, na Baba yetu aonaye sirini atatujazi. Kila wakati ukienda kwake usilie, maana kila wakati ukienda kuomba baba yako kitu unalia. Kienda unalia, nani baba yako? Wengine mnamsihi ni kana kwamba anataka kuhongwa ndiye aweze kusaidia. Baba hawezi kuhongwa, ni wajibu wake kusaidia watoto wake. Nendeni kwa maombi mbele za Mungu kama watoto wake. Msiende tu kama watumwa. Mtumwa hajui sana atendalo bwana wake, lakini mwana hujua moyo wa baba yake. Na waomba tuende mbele za Mungu kama wana. Tuende mbele za Mungu tukiwa na ukomavu wa kujua kuongea na Mungu katika swala za maombi. Tuache hii mambo ya kidini ya vita kila wakati. Kuomba ni kukemea,
kuharibu kemea, na hiyo si maombi. Tuombe Mungu atufanikishe na ufahamu na maarifa ya kujua namna ya kusonga mbele katika hatua za maisha na kuwa na amani na yeye. Basi omba, ukimaliza hakikisha Mungu akikujalia umefungua Biblia hapo kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 9. Uwe tu kwa maombi. Hata Biblia umefungua, unaweza soma ukaomba na maandiko. Unasoma neno la Mungu alafu unaingia na maombi hivyo hivyo mpaka saa 9. Ikifika chukua yale maji, nenda kaoge. Ukimaliza kuoga, njoo ukazime hiyo mishumaa. Sasa hivyo ndio vile utafanya. Alafu chukua ile mchele, nenda kaupike vizuri. Kama una uwezo, ongeza nyama juu, tengeneza vizuri supu. Alafu upelekee watu wakule. Watu aina gani? Watoto mayatima. Nenda kwa foundation ya orphanage, uulize kama una nafasi unataka kubariki watoto. Kukikubaliwa, peleka chakula chako pale, wapatie. Hakikisha watu wa nyumba yako wasile, wala wewe mwenyewe usile kwa hiyo chakula. Bariki watoto wale wakule. Kama hakuna kitu kama hiyo kwenu, nenda kwa street. Kuna watu ambao wana njaa. Kuna watu, hawatakosekana watu walio na uwezo wa kula chakula yako walio na njaa. Kuna wamama ambao wanatabika, wanafanya single motherhood. Hawana pesa mzuri, wanafanyia kazi hata chini ya $1 kwa siku. Wape chakula wakule na watoto wao. Na hakikisha umepika vizuri, chakula kizuri kitamu. Ndio maana nikasema kama kuna kanyama umeongeza juu. Kama hakuna, nunua kitu kama kajuice usindikize nayo. Wanakula hiyo mchele, wanakunywa na kajuice. Mungu atakubariki. Fanya hivyo kila wiki Alhamisi. Kama ulizaliwa Alhamisi, fanya hivyo kila wiki, yale masaa Alhamisi. Siku hiyo masaa yale kwa wiki 9 ukifuatanisha. Mwanangu, maisha yako ya kawaida yatabadilika, anga itabadilika kifedha, afya yako itarudi mzuri, moyo wako utatulia. Kama kuna jambo ambalo limejificha miaka mingi ambalo ni lako, litarudi kwa laini yako. Kama kuna mtu ambaye amekwamia na vitu vyako, vitarudi kwa laini yako. Haijalishi kuna hali gani imekwama maishani mwako, lazima Mungu atakutoa ndani kwa kazi hii ambayo nimekufundisha. Mchele mweupe, unafanya hivyo kwa kujitolea kila wiki kwa wiki 9. Fanya hivyo, alafu kutoka hapo uanze kuona vile Mungu anafanya mambo. Niliwahi tu kuambia siku moja nikihubiri ya kwamba ukioga maji yaliyoosha mchele mweupe kwa wiki 9 utakuwa tajiri, lakini sikuwahi kuwafafanulia unafanyaje. Sasa hivi ndio nimewaelekeza. Mwenye amezaliwa Jumatatu, mwenye amezaliwa Jumanne, mwenye amezaliwa Jumatano, na ule mchele unapoupika uombe kwamba wapate kula, wapate afya, wabariki, wafanikiwe, waombee mema. Unapowapelekea kwamba upate kibali, wapendezwe, wale wawe na afya nzuri. Bwana akubariki utakapo nenda kuplay na kutenda haya nimekufundisha kwa hii video sahihi. Si Mungu wa uzima akupe kibali na akuwezeshe, akupe nia nzuri na mwelekeo mzuri unapoyafanya haya, naye akufanikishe usibaki. Zaburi 41 mstari ule wa 1, akumbukaye maskini naye Mungu atamkumbuka. Hebu fanya hili na ukumbuke, uwapatie mchele mweupe kwa wiki 9. Utanipigia simu na kunishukuru. Wacha Mungu awabariki.